watu hufa usingizini, watu hutolewa roho huku wamelala. Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha. Hiyo ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hizi roho hizi, nafsi zetu hizi, tunapokwenda kulala, kuna mambo makubwa yanahitaji maandalizi, kwa sababu huenda tukalala tusiamke tena, asubuhi yetu ikawa yauma yunfakhu fi ssuri fatatuna afwaja wa futihati ssamau fakanat abwaba wa suyirati ljibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littagina maaban labithina fiha ahqaba. Huenda tukaamka tusiamke mpaka siku hiyo. Huenda usiku wetu ambao tunalala, alfajiri yake ikawa siku ya Kiyama. Nikisema hivi simtishi mtu, ila namwandaa mtu ajue kwamba wakati anakwenda zake kulala kuna ibada kubwa anatakiwa aifanye, na ahudhurishe mbele yake kwamba nakwenda kwenye kifo kidogo, huenda kikaungana na kifo kikubwa, nisiamke tena baada ya kulala huko. Kwani wewe unajua yanayotendeka baada ya wewe kuingia kitandani ukalala? Unafahamu? Hata wale wezi walikuja wakavunja wakaingia wakaiba, wewe umelala fofofo, unawatambua? Unaelewa uko hapo, uko katika kifo. Sasa andaa mazingira ya kulala kwako kuwe katika hali nzuri. Usiwe kama yule mtu ambaye amekwenda kulala hakuamka hata kutekeleza ibada ya faradhi, achilia mbali sunna za tahajjud na qiyamul layl. Fadhaka rajulun bala shaitanu fi udhunaihi. Mtu aina hii ambaye amelala bila kuamka kufanya mambo mengine ya muhimu ni sawa na ni mtu ambaye shetani anakojoa katika masikio yake. Mtume akifanya nini wakati anakwenda zake kulala? Tumuulize mama wa Waislamu, Mama Aisha, ambaye alikuwa akilala akiamka naye, atupe baadhi ya mambo aliyoyaona kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hadith sahih, bibi Aisha anasema kana Rasulullah idha awa ila madja'ihi jamaa baina kaffayhi thumma nafatha fihima wa qaraa fiha qul huwa Allahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas thumma yamsahu bihima ما استطاع من جسده يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده. Hadith sahihi, bibi Aisha anasema Mtume alikuwa anapokwenda kulala alikuwa akikusanya viganja vyake viwili, kaf, vitanga vyake vya mkono, viganja vyake viwili, kisha anasoma qul huwa Allah, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas mara 3, kisha anapuliza katika viganja vyake. Thumma yamsahu bihima, kisha anapaka na kujipaka au kupangusa kwa viganja vile alivyovisomea, mastataa, pale anapopafikia na anapopaweza kupapaka kwa viganja vyake vile. Kisha bibi Aisha anasema yabda'u bi ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadi, alikuwa akianza na kichwa chake na uso wake na kile kilichokuwa mbele yake katika mwili wake, yani kichwa chake, uso wake, kuanzia kwenye kichwa na uso mpaka kilichokuwa mbele ya mwili wake, yani mpaka chini kwenye miguu kule ambako hajipatii, hajipi shida, lakini hapo inakuwa uso, kichwa na mbele huku kunawakilisha mwili mzima. Alafu ndo anakwenda kulala Rasulullah. Ni wangapi katika sisi tunakwenda kulala tunafanya hivi?